Kwa majina naitwa wakili Geoffrey Mwakasege, wakili wa kujitegemea, nimebezi Iringa pamoja na Tanzania kwa ujumla, East Africa kote tunafanya kazi. Leo tuko mahakamani baada ya kuwa tumekuja, ilikuwa ni siku imepangwa kwa ajili ya hukumu ya mteja wangu Bwana Moses John Madege ambaye alikuwa anashtakiwa na jamhuri ama serikali, ambapo mlalamikaji alikuwa ni TRA kwa kulalamikiwa kwa kukwepa kodi ama kwa kufanya miamala mbalimbali ambayo sio sahihi, kiasi ambacho kilipelekea zaidi ya bilioni 2.5 kwa serikali kupata hiyo hasara. Lakini kwa baada ya kusikiliza hukumu, mahakama imejiridhisha kwamba jamhuri wameshindwa kuthibitisha kesi yao bila kuacha shaka yote. Kwa hiyo mahakama imemwachia huru kwa kuwa imejiridhisha kwamba kesi hiyo imeshindwa kuthibitisha bila kuacha shaka. Na kimsingi ni kwamba malalamiko ambayo yameletwa na TRA yalikuwa ni yale ambayo wanasema kwamba mteja wangu alikuwa akifaili ama akipandisha taarifa ambazo sizo sahihi kwenye mfumo wa TRA kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka 2024 kwa miezi tofauti, kiasi ambacho kilifikia zaidi ya bilioni 2.5, jambo ambalo katika hali ya kawaida mahakama pia imeona kwamba jambo linaweza la kushangaza, kwa sababu kiutaratibu ni kwamba kila anapofaili ile return anapata cheti cha kuwa approved na ili kuweza kuruhusiwa kuendelea kufaili mwezi unaofuata, na vyote hivyo yeye alikuwa akipewa kwa kila mwezi kuanzia mwaka 2022. Sasa mwaka 2025 ndio ghafla akakamatwa kwamba mamlaka imegundua kwamba hizo taarifa sio sahihi, lakini hakuna jitihada yoyote ambayo TRA wao walifanya kwa ajili ya kutaka kujiridhisha na uhalisia wa hizo taarifa au kuleta vithibitisho kuonyesha kwamba taarifa hizo sizo sahihi ama ni za mteja wangu Moses Madege. Kwa hiyo ameachiliwa huru, na wito wangu tu ni kwamba kwa taasisi kama hizi za TRA, badala ya kuleta mashauri mahakamani, basi inaweza ikatumia njia hiyo kuwakaa vizuri na wafanyabiashara, hasa wale ambao wanachangia pato kubwa sana kwenye kodi hapa nchini, badala ya kuwaburuza mahakamani, lakini kuwashauri namna gani nzuri ya kufaili hizo return, lakini pia namna gani nzuri ya kuweza kujikuta wanaingia kwenye matatizo kama aliyomkuta mteja wangu, kwa sababu tunaamini mahakamani sio solution ya kila kitu, na ndio maana mahakama inaposhindwa kujiridhisha, basi utakuta mtu anakuwa ameachiliwa huru. Ndio.